Mtoto wa Neema TV ni yetu sote, ni yetu sote. Hapa ni yetu sote, ni nyumbani, ni nyumbani, ni nyumbani, ni nyumbani. Refnaiti ambayo ni shirika inayowajali watu yatima ambao waliotoka mbali pamoja na wazazi ambao walioacha watoto wao au mume wakawa mbali kwenye mazingira ambayo sio mazuri. Kwa hivyo Refnaiti inatekeleza kuwaunganisha wale watu au kuwatia moyo. Ila tuko hapa, kitu kenye kimetufanya tuwaite ni kwa sababu ya kitu kimoja, na nyongeza hii nataka nianze na nyongeza. Kitu kimoja ni kuwasaidia vyandarua. Kuwasaidia vyandarua kwa sababu ya kujikinga na umbu. Tuko pamoja wazazi? Nafikira kwa umri wenu mko na wajukuu, kuna wengine wanalala na wajukuu kwenye nyumba moja, kuna wengine na mzee naye kama hivi tuko na babangu hapa. Imbu ikimpiga na yeye anakuwa kwenye hatari. Tutawapeni vyandarua, na nyongeza ni kwamba tunawafundisha kujikinga na matatizo au magonjwa yaliyozuka katika kambi yetu. Si katika kambi kiongozi? Kambi yetu imezuka magonjwa ambayo yana muda mrefu, yanaitwa mpox. Yanaitwaje? Nisi ni vijana wa jana, si vijana wa leo. Mpox ni magonjwa mabaya sana. Nataka mimi nianze na hiyo. Ni magonjwa mabaya sana, yanaleta maafa. Kwa kuwa kwamba jamii yetu tunataka na sisi tuishi, licha tulikimbia vita, tunataka tufanye nini? Tuishi. Na ndio maana tuko pamoja tukishirikiana. Mwenyekiti wa kambi yeko hapa, kiongozi tuko naye hapa, na wao ndo walifanya tuwapate, walifanya zoezi la kusema tuwapate ni wao, kwa sababu wenyewe ndo wanatulinda kwa kambi na kutufanya sisi tuishi kambini. Kwa maana hiyo mpox ni ugonjwa ambao naenda moja kwa moja na nyongeza. Mpox ni ugonjwa ambao unaanza na tuupele. Mkibembe wanahitaji loele. Utaona tuupele kwenye mikono. Mko nanipata? Vinaanza viupele, vinaweza kikatokea kwenye mkono, mpanji, si ndo mbavu. Inaweza katokea. Hiyo hapo ujue kwamba hiyo dalili inaanza kichwa kuuma, homa, mwili inachemuka. Sasa nikienda kwa haraka, hiyo tatizo unaweza kujikinga nalo kutokana na kutogusana. Tuko pamoja? Mpox, ukiona mtoto amechemuka au vipele vinaanza, unakuwa na tahadhari ya kumgusa. Lakini kwa kuwa ni wako wako hauwezi kumtupa. Nenda naye hospitalini kwa kukingia, ili kesho yetu na kesho ya ule mtoto mfikie. Tuko pamoja wazazi? Tuko pamoja wazee? Mabinti wa zamani na vijana wa zamani tuko pamoja? Kwa hivyo hiyo ugonjwa ni mbaya. Kama ameambukizwa mmoja kwenye nyumba, msiguse zile shuka za wengine. Kiongozi njoo uendeleshe. Zile shuka za wengine msiziguse. Jamani, habari ya saa hizi? Mimi kwa majina naitwa Chance Robert Steven Balezi. Ni mwakilishi wa kambi kwa upande wa afya. Kwanza tushukuru sana Refnaiti, ambapo kupitia Wizara ya Afya ambayo nasimamia hapa Nyarugusu, tulipotoa pendekezo ya kuomba vyandarua, walikuwa tayari kupokea. Lakini mwisho wa siku majibu ya kile ambacho kilidhihirika kutokana na changamoto ya wakimbizi ndio hiki ambacho mnakishuhudia leo. Kwa hiyo kama alivyosema mwakilishi wa Refnaiti, ni kwamba sasa hivi tuna wimbi kubwa la malaria hapa Nyarugusu, na malaria kama mnavyojua inashambulia zaidi sana watoto wadogo, watu wazima na wamama wajawazito.
Kwa nini haya makundi yanaathirika pakubwa? Ni kwa sababu kinga zao za mwili zinakuwa ziko pungufu. Na unapoangalia wakati malaria na ile mbu inapongata mtu, kunakuwa shida ya upungufu pia wa damu, lakini tunapoteza kila mwaka watoto wadogo hapa Nyarugusu. Ukiangalia kwa takwimu ya mkoa wa Kigoma, Tanzania, Nyarugusu inaongoza kwa malaria. Kwa hiyo hili swala na sisi tuliliona ni la muhimu, angalau tuombe misaada sehemu mbalimbali, lakini kwa bahati nzuri kabisa kwa zoezi hili tunaenda kulifanya, RF-Night iliweza kusapoti na tutaenda kugawa viandarua kwa baadhi ya watu ambao wataenda kunufaika, ambapo wamechaguliwa kwa zone zote hapa Nyarugusu. Tulipata wakilishi. Na mnavyojua zaidi sana, mbu ni mdudu ambaye uwaga anashambulia mtu aswa nyakati za usiku. Na tuna ile mbu ambao wanasema Anopheles, si ndio kwa wale ambao walipita kule shuleni. Kwa hiyo inapofika majira ya usiku, mbu akikushambulia uwaga anaweza katoa ugonjwa kutoka kwa mtu mmoja kupeleka kwa mtu mwingine. Na anaenda kuatake cells na inapitisha kwa njia ya damu, na pale unaweza kupata nini? Malaria. Kwa hiyo ndio maana tunashauriwa sana tulale kwenye neti. Sasa hauwezi ukashauria mtu alale kwenye neti kipindi hana uwezo wa kununua neti. Na ndio maana tulisema tuzilete hizi, kwamba kipindi chote cha mvua hiki ujitahidi utumie neti kwa wakati wote. Kuna watu wengine wanasemaga neti inatufunga nini? Pumuzi. Kiswahili inaeleweka Kuna mtu mwingine anasemaga shimo lala vyangene. Taole hewa. Sasa jamani, kati ya hewa na ugonjwa bora ujiprotect, upate hewa ndogo lakini mwili wako uwe salama. Si ndio jamani? Hii neti sio sisi tu, haitunufaishi sisi ambao tunanufaika, inanufaisha pia wale watoto ambao mko nao kule manyumbani. Kwa sababu kwa neti moja tu inaweza kukava kitanda kizima, ambacho hiyo kitanda kinaweza kalalia hata watu 5. Aswa tu protect wazee, tu protect watoto na wamama wajawazito. Hawa ni watu ambao kwa hatarini sana katika ile sehemu. Mbali na hizi neti ambao tunatoa, lakini tunatakiwa tuchukue tahadhari kule manyumbani. Natambua tunaacha majani pembeni, kuna sehemu tumechimba mashimo, kila mara inawezekana hatufukii ili yale mashimo, pia natengeneza mbu. Kwa hiyo ukifika nyumbani, hatua ya kwanza pamoja na kuwa uko na neti, anza fukia mashimo. Usiruhusu madumbe ya maji ikae kwenye eneo lako. Lakini usiruhusu pia majani ikae kwenye mazingira yako. Anza kata majani yote, kwa sababu kule ndo mbu waga wanajihifadhia na wanazaliana kule. Lakini pia usiruhusu unyevunyevu ndani ya nyumba. Kama kuna vimango au viseti vizuri, jitahidi kuvichukua uviweke sehemu moja, nyumba iwe na hewa, inasaidia pia. Lakini hii neti inatakiwa uhakikishe wakati unaingia kwenye kitanda, hakikisha unaifunikia mara moja. Si ndio jamani? Kuna namna ya kuifunga, nafikiria kule nyumbani tushaitumia, lakini uruhusiwi kuilalia. Kuna mtu mwingine ile ya afya ya nchi ilipofuatilia ili swala, ilikuja kuona itengeneze mazingira ya kuweza kutoa hamasa kwa jamii ya Watanzania ambao na mwenyewe kama tunavyofahamu na sisi Nyarugusu tuko sehemu ya jamii hiyo. Nafikiria mchungaji alieleza vizuri, mzee wangu Lusa hapa, kwamba kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuepukane navyo. Kitu cha kwanza, unatakiwa kuepuka sana kugusa vyombo, lakini unatakiwa kuepuka kugusa matandiko, nguo na godoro ya mtu ambaye yuko na ugonjwa wa mpox. Lakini namna gani ya kujikinga? Wanashauri sana tuwe wasafi. Tunatakiwa tunawe mikono mara kwa maji ya kutiririka. Jana nilikuwa sehemu moja, niliona watu wangali na ile mifumo ya kukula ugali, mkubwa ndo anaanza nawa wa kwanza. Sahani inatengwa, mtu mmoja akanawa mikono, akamwachia mwingine akanawa wa mwisho. Eti mzee, ule wa mwisho anakula nini? Si uchafu. Wanasema ule wa mwisho ndo anatakiwa heshimishe, wakati ndo anakula uchafu. Kwa hiyo unatakiwa utengeneze, kama hatuna ndoo, unatakiwa uchukue jagi, haiza kikombe, unaweka mikono chini, unakamata sabuni, unanawa mikono. Hiyo ni njia sahihi kuliko kunawa msufuria afu mtu mwingine ananawa. Hiyo ni hatari sana. Lakini pia baada ya kunawa unatakiwa uoshe
mikono, unaweza tafuta hata kalenje fulani unajipanguza, inaweza ikakusaidia. Lakini tunashauriwa pia tusikae karibu na watu, kwa sababu hiyo pia inaambukiza kutokana na majimaji. Kwa mfano hii distance ambayo tuko nayo ni nzuri sana zaidi. Mtu anaweza kakoa hapa, anaambukiza mtu mwingine hayo magonjwa. Lakini kuna swala la hizo dalili, wanasema pia tuepuke sana kusogeleana. Kwa dalili ambazo alisema ni dalili chache. Kuna swala la homa, kama mnavyojua the Red Cross sasa hivi mtu akiingia pale anapimwa kipima joto. Simshawahi kufika pale hospitalini mlangoni, si ndio Ile wanaifanya kwa sababu ya kuchukua tahadhari ya hii ugonjwa mpox. Kwa hiyo unapimiwa kipima joto. Dalili ya kwanza ili umtambue mtu ambaye yuko na hiyo ugonjwa, utamwona yuko na homa kali, maumivu ya kichwa, anakuwa na vidonda vya koo. Haina haja ya kumkoropa kwa sababu pia hiyo ni sehemu ya dalili, lakini anakuwa na maumivu ya misuli, anakuwa na uchovu wa mwili, anakuwa maumivu wa mgongo, anakuwa na uvimbe ambao inatoka mwilini, yale maupele. Pia yenyewe inachangia hayo magonjwa. Lakini sasa wanaomba kwa vitu vyote ambao uko navyo ndani, hakikisha unavisafisha mapema. Mfano mlangoni, pale mlangoni wakati unafungua kile kitasa unatakisha usafishe vyombo vyako, unavisafisha, meza unasafisha pia viti, inaweza ikasaidia pia kwa kuepukana na hiyo. Lakini wanasema epuka sana kula nyama ya mizoga. Kuna wale watu ambao kuku ikikufa ama nyama yote ikifa yeko tayari anasema haina shida. Hasa kwa wale ambao sio Waislamu. Kwa Waislamu unaona hiyo mzoga, si ndio hivyo shehe? Ni haramu. Kwa sababu hiyo pia hususan ni nyama za pori, bile vya tunaitaga nini? Lengalenga wa mwele. Sawa jamani? Epuka sana, kama unasikia mtu yuko na lengalenga wa mwele, epuka sana hiyo nyama, ni hatari sana kwa sababu pia wale wanyama wa porini ndio wanatuletea hayo magonjwa. Kwa hiyo kwa kuepuka, lakini pia tuepuke sana hii tabia ya kusalimiana kwa kugusana, ila wanatushauri pia tuvale barakoa, pia inaweza kutusaidia kwa ajili ya kukinga ugonjwa wa mpox. Jamani, Tanzania ugonjwa huu umeshagundulika kwa mkoa jirani tu hapo wa Kagera, na ukiangalia kwenye ramani ya Tanzania, Kagera na Kigoma wanapakana tayari. Kwa hiyo ndio maana sisi tunatoa elimu, tuchukue tahadhari zote ili kwamba na sisi tusiweze kuathirika. Ningekaribisha viongozi wangu wa zones na kiongozi wa kambi, tafadhali tungechukua nafasi huku ili tusaidie. Mama tupo Sijui tunaelewana? Hii elimu kama mwakilishi wa afya lazima niitoe kwa sababu hivi karibuni ndio kuna swali. Watu wote hamjambo. Sasa nina swali ya kuuliza ama ya kueleza. Kwa kweli sisi ni wakimbizi, tuko hapa kambini ya Rugusu. Mazingira ambapo tunaotiwa na UNHCR haifai kwa sisi wakimbizi. Cha kwanza, tuna choo zetu sisi, tunajengewa choo, hakuna sabuni ama hakuna hata chombo kumwagia maji kwenye choo, alafu choo inatoa harufu. La kwanza hilo. La pili, hiyo neti unasema neti. Niko na watu 10. Hiyo neti moja itasaidia nini? Sawa? La tatu, dawa zenyewe hospitali hamna dawa. Na wewe ndio bwana afya. Tunakuomba sisi wakimbizi, tunakuomba. Kwa hivyo umetuitisha hapa, ina maana utufadhi na sisi tupate madawa. Manake tunalamika kwako wewe, utusemee kule kwenye usika, tupate madawa, tupate neti, chooni zile zenye kujengewa, tupate sabuni. Yule yote mwenye kuharibika na nyumba wale mtengenezee wewe, manake wewe ndio shirika ya UNHCR. Okay. Asante. Jamani, tunamsikia Kwanza nikosoe kitu, mimi sio shirika ya UNHCR. Mimi ni mwakilishi wa uongozi kwenye kitengo cha afya. Sawa, nimemuelewa. Amesema kwamba niipokee na nifikishe kwa wale ambao wanahusika kwa kuweza kutupatia huduma.
Jamani, naomba tu nieleweke. Shirika ambayo imetuleta hapa ni shirika ambayo imetusapoti sisi, inaitwa Refinite. Umenielewa mzee, sio UNHCR. Kwa hiyo kutokana na kamsaada kadogo ambao kalipatikana, ilionekana hawezi msaada ni mdogo, hawezi wakatoa kwa wakimbizi wote. Lakini mzee akapata neema pia katika wanufaika. Si ni jambo la kushukuru jamani? Sijui naeleweka. Kwa hiyo ile kidogo ambayo tutapewa leo hiyo moja itusaidie kwanza, ili tutafute ingine kesho ya kusaidia wale wengine. Sawa jamani? Hiyo kwa nini Refinite inaenda kusupport ni kwamba ni kweli UNHCR anaendelea kutafuta fedha ya kutusaidia hivi, lakini sasa hivi hali ni ngumu, na ndio maana shirika ikasema pamoja kuwa na hali ni ngumu, wanaweza wakaangalia njia mojawapo ya kuweza kusupport na sisi wakimbizi humu ndani. Nasikika huko? Swala la pili, mzee ameomba swala la sabuni kwenye vyoo. Ni kweli. Ni kweli sabuni ambayo tunaopewa hapa Nyarugusu haitoshelezi kabisa. Tunapewa kipande kimoja kuitumia kwa mwezi mmoja. Kwa hiyo tungeshauri kale ka sabuni ambako tunapewa kwanza tukatumie vile vile kwa ajili ya kutusaidia kwenye swala la usafi. Lakini kwa sababu mzee amesema viongozi wako hapa, tumechukua mzee. Kwa sababu inatakiwa tuchukue tahadhari, tutaliomba hilo, na kama Refinite na wenyewe wanatufuata, nafikiria kwa kipindi kingine wataangalia umuhimu kwa sababu ya kupambana na mpox. Nafikiria wanatufuata kupitia media hapa, wanaweza wakaangalia namna gani kama tumepewa neti, wanaweza kaangalia namna gani tutapata sabuni kwa ajili ya kunawia mikono. Nafikiria wamenifuata hapa. Lakini jambo la mwisho, mzee amelalamika swala zima la kuwezekea nyumba. Hilo ni swala ambalo na sisi viongozi tunalizungumzia kila mara, tulichukue kwa sababu analizungumzia hapa. Nafikiria hivi karibuni kuna mfumo ambao utatumika na viongozi wa mazone watawatangazieni, wanalijua. Kwa wale ambao wana shida wanaweza kupitia kwenye ofisi za zone wakaenda kupeleka hizo taarifa kwenye zone zao. Hizi hatuwezi tukazungumzia humu. Tunachokizungumzia humu, tunazungumzia swala zima la magonjwa ambayo iko kwenye mripuko sasa hivi, na shida ambayo tuko nayo kambini Nyarugusu, hususan swala la nini? La malaria. Jamani, naeleweka? Hiyo ndo limit yangu. Kwa hiyo mzee lazima afahamu tu kwamba UNHCR bado inapambana kwa sehemu yake, lakini pia Refinite inaendelea kusupport pia serikali ya Tanzania kwa kuangalia namna gani wanaweza katuendeleza kwa kuweza kujikinga na nini? Na mbu. Kuna swali jingine? Kwa hiyo mimi nisiwe na mengi kwa sababu nasimama hapa kwa niaba ya viongozi kwa upande wa kamati wa afya, lakini na kiongozi wangu ambaye pia ni mwenyekiti wangu na mwenyekiti wa kambi kwa upande wa Wakongo ambao tuko naye kwenye hili zoezi. Kabla hajaendelea, ningetambua uwepo wa baadhi ya wakilishi wa viongozi wajitambulishe, baadaye tutaenda kumkaribisha kiongozi wetu wa kambi. Karibuni viongozi kwa utambulisho. Wazee oye! Wazee juu! Sawa, mimi naitwa kwa jina la Kasanga Misimbo, ni zone leader wa zone ya 3. Nimeshukuru kwa sababu mmekuja kwenye zone yangu na mnakuja kupokea haki yenu. Asanteni. Asante. Karibu mama. Wazee oye! Tufurahie vyandarua. Makofi jamani. Mimi kwa jina naitwa Kiza Kalembe, ni dezone wa zone ya 4. Asanteni. Wazee oye! Kwa majina naitwa Abedi Amuri, zone leader wa zone ya 7. Karibuni sana. Karibu mama. Wazee tupo? Tupepee kwa kufurahia uzee wetu. Maana hata wengine wanalilia kufika hiyo nafasi lakini hawakuipata. Mimi kwa majina naitwa Rehema Nyasa Ebenga, ni zone leader wa zone ya 6. Asante. Nasema kwa majina naitwa Rehema Nyasa.
Zone leader wa zone ya 6. Mmenielewa eh? Asanteni. Wazee oye. Mimi nasimama hapa ni dezone makamo wa zone ya 5. Kwa majina naitwa Zawadi Amani. Asante kiongozi. Wazee oye. Tufurahie neema ya Mungu kutufikisha kwa umri kama. Mimi naitwa Sungula Mshikana, ni msaidizi wa zone ya 6. Wazee wangu hoye. Karibu tena. Kwa majina naitwa Amani Nabot, ni katibu zone ya 1 na dizono yangu ndio huyo. Nawapenda sana. Amen. Asante. Mzee, na utambulisho kidogo, tuna mzee wetu hapa pia. Nyarugusu oye. Wazee oye. Mimi kwa majina ninaitwa Samuel Yohana Ngote. Nishukuru kwanza kwa nasti ambao wamekuja hapa kwenye kanisa hili. Mimi ndio mchungaji mwangalizi anaangalia kanisa hili. Mimi ndio nimewapa nafasi ili shirika hili liweze kugawia nyinyi ambao ni wazee wetu hivi vyandarua. Asante sana. Haya, makofi kwa ajili ya mchungaji. Haya, asante. Kwa nafasi hii, kabla sijaendelea, nimpatie kiongozi, ataongea machache na yeye ndo ataruhusu zoezi ili baadaye tutaendelea na mengine. Kiongozi, kwa heshima nimeombe tumpigie makofi mwenyekiti wa kambi. Karibu kiongozi. Karibu. Ndio, wazee oye. Refinite oye. Ndio, nafikiri kwa majina naitwa Faraja Asumani, mtoto wa Yaredi. Mimi ndo mwenyekiti wa kambi. Mama kule, si mnanisikia? Naitwa Faraja Asumani, mwenyekiti wa kambi, na tunaenda kushukuru shirika letu la Refinite kuanza kufanya mambo kama na haya ya kutusaidia hii kidogo, na tunasikia kwamba wanasema kwamba itakuwa endelevu. Wengine watabatika vile, wengine wanapatika vingine, wengine wanapata vingine. Basi tuzidi kuwashukuru na tuzidi kuwaombea ili wazidi kupata kipato cha kuweza kufanya nini, kuendelea kutusaidia kwa hii kidogo ambayo wanatupatia. Na vile vile niombe kuambia wazee wetu kwamba hii neti ambayo tutakayoipata hapa, hii chandarua ambayo tutakayoipokea leo, ujaribu kwenda kuitunza vizuri ili ikusaidie na kukukinga na huyu mdudu mbu anayesababisha magonjwa ya malaria. Kwa hiyo tujaribu kuiweka vizuri ili tusaidie katika kutuweka vizuri katika afya yetu. Basi niombe kusema kwamba sina zaidi na zaidi sababu muda wenyewe ndio umeenda. Niende niruhusu moja kwa moja ugawaji vyandarua ili tukomboe muda, wazee warudie manyumbani wakaanzana na shughuli zingine. Wazee oye. Wazee tupo. Asanteni sana. Una swali? Kuko dawa ama hakuna dawa? Ndio. Nauliza. Ndio, uko sawa kuuliza. Vyandarua viko na dawa. Hawezi kuja bila dawa. Nafikiri hiyo imeisha. Okay. Hii ndo kalite ya vyandarua venyewe. Hii kalite inakomaa sana hii. Aha. Wenye kwa na macho wanaona. Asante sana. Ina dawa. Okay. Tayari, endelea. Refinite oye. Refinite juu. Jamani, tumpigie mwenyekiti wetu mikono. Bila yeye zoezi hili lisingeruhusiwa kuendelea kwa sababu tunapata baraka kutoka kwake. Tunaenda kuanza zoezi, lakini naomba nitoe ujumbe mmoja kupitia hafla hii. Sasa hivi tuna wimbi moja Nyarugusu la watu kuendelea kutumiana masuala ya uchawi, si ndio Na sisi hatutamani wazee wetu kwenda kupotea moja baada ya mwingine. Kwa hiyo ningeshauri kwamba ukiona mtu yoyote anaendelea kutuhumu
anakosesha amani, tafadhali toa taarifa. Tuna ofisi za sungusungu, tuna ofisi za zone, tuna kituo cha polisi. Sawa wazee wenzetu? Mimi bado kijana, naanza jiita mzee kivipi? Na mimi naomba Mungu nifike huko. Maana ni neema. Si ndio jamani? Ni neema. Yaani kufika kwenye umri ni neema. Kwa mimi ningewasii kuendelea kukaa na matatizo ndani ya familia ni kujiletea shida zaidi. Kama unahisi kuna mtu anakutishia usalama na anaendelea kukukosesha amani kila siku nyumbani, tuna viongozi pale, mtoe taarifa. Sawa jamani? Ili viongozi wajue kwamba mzee fulani kwenye familia yake anakoseshwa amani na fulani. Itatusaidia sisi kukemea na kumaliza kabisa hayo mambo. Sawa? Baada ya kusema hayo, naomba tuanze na utaratibu ambayo nimrudishie Pastor Lusa. Baadaye tutakuja kufanya utaratibu mwingine wa kuanzana na zoezi kutokana na mazoni. Tunataka tuseme tu kitu kimoja kwamba tutaanza kugawa kwa viti. Sijui tutapangana hivi tunawapa kwa list afu wanajipanga juu ya kupiga picha. Cameraman tufanyaje? Tuweke benchi zone by zone inapikwa. Zone kwa zone kwa ajili ya picha ya pamoja ile ya kavu. Tutatoa tu baadaye picha tunamalizia. Hai. Nyarugusu hoye. Jamani mimi siangalia zone ya kwanza mpaka ya 14. Nachukua kutokana na gisi niko na hizi liste mikononi. Tunaanza na zile zone za nyuma hususani ndugu zetu wa zone ya 7 na zone ya 6 kule 5 au huku mwanzoni tutamalizia naye hususani huyu wa karibu wa zone ya 3. Tunamalizia naye. Tuanzane na hao wa nyuma. Hapa na majina ya watu wafuatayo. Tuna Tanisi Mawazo kutoka P4 kwa 6. Asante. Tuna Charles Omari. Charles. Tuna Mayani Janet. Tuna Safi Eomba. Haya, zone ya 6 hiyo tunamaliza. Safi Eomba. Haya. Amin. Zone ya 5 tuna Asende Makiambe. Tuna Selemani Sada. Tuna Makene Maneno. Tuna Feza Mari. Tuna Leonare Abedi. Leonare hajafika? Hayupo? Kuna 5. Leonare unaingia. Hawa ni watu wa zone ya ngapi? Zone ya 14 ndo wanganafika. Tuna Maongo Asende. Tuna Biolenganya Tangania. Tuna Sila Lea. Tuna Ramadhani Kabuto. Pendeza Davi. Tunaingia zone ya 7. Rigobert Lupande. Muemedi Mlima. Nyasa Pelepetwa. Bawe. Eliza Bihindi. Zainabo Kashindi. Tunaingia zone ya 4. Julita Neema. Neemia. Hawa naandika Neemia sawa. Bao. Mayundo Charlotte. Regina Kalembe.
Regina Kalembe. Nyasa Stafia. Maria Alfonsina. Maria. Zone ya kwanza. Tunakiza Zawadi. Oh. Kuna Makongo Maria. Tuna Eto Samueli. Tuna Eto Samueli hayupo. Wilmene Luele Simba. Wewe. Tuna Fitina Mkandama. Zone ya kwanza wawili hawajafika. Tunaingia mwenyeji zone ya tatu. Wawili. Zone ya tatu kuna Rehema Milinga. Rehema Milinga huku. Tuna Rehema Milinga. Cool. Tuna Tande Lobela. Tuna Zena Julita. Tuna Wilonja Majaliwa. Wilonja. Asante. Huyu. Sawa. Tunabukiwa Zaburi. Zuberi. Refinite oye. Wakilishi wa kanisa hapa. Hizio kwa sababu wamezuirika. Yes, hao ni asante. Amen. Ni ngapi? Zile ni 6. Sio 5. Tumehesabia hata punji za oro. Refinite hoye. Kuna ambao wamesaulika? Wala zone ya kwanza umefika? Ni zone ngapi? Ya kwanza. Nani? Samueli mpatie. Kiza Zawadi naishafika? Kiza Zawadi? Bado? Mwingine ambaye bado? Hakuna. Nafikiria jamani, kwa zone ya kwanza kumebakiza mmoja na ile zone nyingine na zone ya nne moja. Dada ni wa kanisa? Haya. Na wao sogea hapo. Wawili na mchungaji wa tatu. Sawa. Jamani, tungegabizi kwa hawa wachache. Wale wengine tutakuja. Tungegabizi kwanza kwa hawa kanisa hizo. Yes. Umpate kila mmoja ya kwake, kisha wale ambao hawapo mchungaji atawagabizi. Haya, mchungaji mgabizi sasa hizo mbili atawapatia wale ambao wanabakiza. Refinite hoye. Refinite hoye. Jamani, mimi niseme tu kwa niaba ya Wizara ya Afya ambayo iko chini ya uongozi wa kambi, niombe tu nishukuru sana Refinite ambapo kwa jambo hili limetugusa sisi upande wa kamati wa afya, ambapo tulikuwa na shida lakini kaonekana ni vyema wachaguliwe wachache, na leo tuko tarehe 22 kwa upande wa hapa upande wa Kongo. Kesho tarehe 23 tutakuwa upande wa Burundian zone ya 10 kwenye kanisa la Grace, ambapo pia zoezi hili litaendelea, kwamba sio nyie tu ambao mko hapa lakini ndugu zetu pia watanufaika hii. Na upande wetu niipeleke hili swala kwa Refinite. Jamii imeomba kupitia kwamba pamoja na kuwa wamepewa vyandarua lakini wawakumbuke pia kwa sabuni. Si ndio mmeomba?
mzee wangu ameliomba hili kwamba tuna ugonjwa wa mpox na kwa kujikinga lazima tuwe na tulinde usafi. Kwa hiyo nafikiria Refinite ipokee ili kwamba sabuni ni kidogo ambacho mnapokea, lakini ni vizuri wafikirie namna gani ya kutusapoti sabuni kwa ajili ya kujikinga na huo ugonjwa. Nafikiria wanatusikia na wameipokea. Baada ya kusema hilo, niachie nafasi kwa mkurugenzi, ila sisi kwa niaba yetu tunashukuru na mtumie hivyo vyandarua vizuri. Sawa jamani? Tusivikute kwa kwenda kuhifadhia makuku. Tungewapongeza zaidi, tuwapongeze jamani. Tupongeze Refinite. Basi mkurugenzi nimrudishie maike, atazungumza machache, baadaye tutatoka hapo nje kwa ajili ya picha na kila mmoja atarudia nyumbani. Sawa jamani? Asante sana. Barikiwe sana kiongozi. Mungu akuongezee nguvu kwa kuchukua hafla kwa muda wote pamoja na mwenyekiti wa kambi. Kwa niaba ya Refinite, kwa sababu sisi tunamcha Mungu, tunaomba kwanza mmoja atufungie kwa maombi. Mchungaji tuko naye hapa. Licha sisi wote tuko wachungaji hapa, ila tuna mchungaji. Shukuru Mungu kwa kuwa tumeanza vizuri katika kanisa hili. Kuna waliofika mbele kama mama ule amefika bado ibada ingali kama 4 hivi 5, si ndio? Nafikiri mmebarikiwa sana na Refinite inaendelea kuwajali. Yale mnasema ya sabuni tutapeleka, nafikiri ishawafikia. Ila tu muombe Mungu azidi kuwagusa watu, binadamu wenye mioyo, ili wakafanye kile kitu. Wakituma tutawaleteeni. Refinite oye. One family, mnasema Refinite. One family. Basi ndivyo tunaenda. Karibu mchungaji kwa maombi. Tusimame. Tunakushukuru Baba Mungu mwenye enzi zote, muumba mbingu na nchi. Unastahili sifa zote toka kwa watu wako, kwa wanadamu. Tuna kila la sababu la kuweza kukushukuru. Alafu pia Baba, angalia hiki kilichofanyika hapa. Kila mmoja ameweza kukipokea kwa furaha, kwa amani. Hivyo basi, hawa ambao wameweza kutunukia watu wako zawadi hii, tunawagabizi mikononi mwako. Wape nguvu, wape ujasiri, wape amani katika nyumba zao, na shirika hili Bwana lijalize nguvu ili waweze kutoa vingine zaidi ya hivi ikiwa utawajalia nguvu. Amani yako Bwana ikawatawale. Asante kwa viongozi wetu wanaoongoza shirika hili hapa kambini na Tanzania na ulimwenguni kote. Embu jaribu kuwapa amani, jaribu kuwapa moyo wa upendo, moyo wa huruma, ili waweze kuzidisha kuwapa watu wako sadaka, matoleo kama utakavyowajalia. Asante Baba kwa sababu waliyepokea tumepokea kwa ujasiri na kwa furaha. Tunaomba utubariki sote kwa Yesu Bwana tunaomba, sema amina. Asante. Mimi naitwa Chance Robert Steven Balezi, ni mwenyekiti wa kamati ya afya kambini Nyarugusu, ambayo niko kwa upande wa viongozi. Nachukua nafasi hii kuishukuru Refinite, ambapo kwa leo tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 2025 tumeenda kufanya zoezi ndogo ya ugawaji wa net kwa wasiojiweza, ambapo tumegusa baadhi ya makundi kwa zoni za upande wa Kongo, na kesho tarehe 23 tutaenda kufanya zoezi kwa upande wa Burundian. Mimi kwanza nishukuru kwa sababu baada ya kuweza kuona hali ambayo iliyokuwepo kambini ilipoleta mapendekezo ya kuhitaji vyandarua, nimeshukuru kwa sababu Refinite ilipokea, niliweza kujibu kile ambacho niliweza kuomba kwa niaba ya wakimbizi. Hivyo niseme kwamba sapoti bado ndogo, niombe kwamba ili lifikiriwe tena la ziada, kwa sababu kwa kila zone tulichukua wakilishi wachache,
lakini walengwa ni wengi sana ukiona kutokana na mahitaji. Lakini kama mlivyosikia wakati tulikuwa hapa, kuna wazee ambao walisema pia wanapenda wajikinge na ugonjwa wa mpox, kwa hiyo wanahitaji pia support ya sabuni. Kwa niaba ya uongozi wa kambini Nyarugusu, niseme asante, Mungu awajalie kwa kile ambacho mlionyesha, kwa sababu kitaenda kusaidia baadhi ya wakimbizi ambao wamepata. Mimi niwaahidi tu kwamba kwa ile ambalo mlifanya, tutaendelea kutoa ushirikiano kwa pamoja na timu yote ya Refinite, kwa maana tushakuwa tayari members. Kwa hiyo msisite kupokea maombi yetu kwa mambo mengine, lakini nimeona kwenye group kuna watu wengine mmesupporti shughuli za ufugaji wa sungura na vitu vingine. Tungetamani kwa upande wetu hapa Nyarugusu tungesaidiwa ufugaji wa kuku na bata, ambao pia inaweza ikatusaidia katika kutuendelezea na kupata kipato, lakini pia masuala ya fundi stadi kama cherehani na vitu vingine ambavyo vinaweza vikasaidia kusapoti wasiojiweza. Jamani, mimi nawashukuru, Mungu awabariki sana. Kwa niaba ya wizara na kamati ya afya kambini Nyarugusu, tuko pamoja na Mungu awazidishie, na mkumbuke kwa wakati mwingine kuweza kusapoti kwa mara nyingine, kwa maana uhitaji ni mwingi. Asanteni sana. Shukuru sana kwanza kameramane kwa kujitolea kwa ajili ya Refinite kila wakati. Tukiwa na katibu wa One Family Sadoki yuko hapa, ambao tukiwa na dada pia Amida, wanapenda muita ya Amida Isa lakini sio Amida Isa. Na tumeshirikiana pamoja na waziri wa afya Bwana Steven, mimi kama vile mwenyekiti wa One Family Tanzania. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya Refinite kwa kuendelea kutusapoti kila siku. Msaada umetutumia tumeutoa, lakini ni mchache mno. Matumaini ni kwamba ujumbe umewafikia na umeshawafikia na utawafikia. Kwa yale ambayo Mungu atawajalia kwa awamu nyingine, muyatekeleze kuyafanya. Mungu abariki Refinite. Kesho tutakuwa kwa site ya pili kwa ajili ya huduma zetu. Mimi ni Peter Lusa, ambaye mchungaji Refinite Tanzania. Asante. Mtoto wa Neema TV ni yetu sote. Hapa ni nyumbani.